Bwana, baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kutinga hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, bwana, shangwe na nderemo ni nyingi kweli kweli kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, mwanamichezo nambari 1 kwenye taifa hili, unaweza ukasema hivyo, na unaweza ukasema mafanikio makubwa ambayo wekundu wa Msimbazi Simba wameyapata. Wana mchango mkubwa pia wa Daktari Samia Suluhu Hassan, hususan pia kwenye ile goli la mama ambalo tumeona alikuwa akiliweka kwenye michezo hii ya kimataifa na kutia motisha kwa wachezaji kufanya vizuri. Bwana, ametoa kongole zake kwa wekundu wa Msimbazi Simba, na nikupitishe kwenye kile ambacho amekiandika Daktari Rais Samia Suluhu Hassan. Anasema pongezi za dhati kwa klabu ya Simba kwa ushindi katika mchezo wa mashindano ya kombe la shirikisho la soka Afrika CAF Confederation Cup, na kuandika historia ya kufika fainali ya mashindano haya. Mmeipa nchi yetu heshima kubwa, na watakia kila laheri, mnayo hamasa yangu wakati wote. Bwana, kama ambavyo pia kujuza kwamba ni moja kati ya marais ambao wamekuwa wakiipa kipaumbele sana sekta ya michezo, na hususan pia kwenye ile goli lake la mama. Kwa hiyo pia amewakumbusha kwamba bado hamasa yake wako nayo, na tunafahamu kwamba mara baada ya goli la mama ambalo tuliona kwenye upande wa nusu finali ilikuwa ni milioni 10, sasa goli la mama linakwenda kuongezeka kwenye hatua ya finali. Kwa hiyo tutapata pia kujua itakuwa ni shilingi ngapi ya finali kwa upande wa goli la mama. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo Daktari Rais Samia Suluhu Hassan ameweza kuipongeza klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya kutinga hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, na wanakwenda kukipiga dhidi ya RS Berkane. Sasa tarehe ya fainali tayari tumeshakwisha kuifahamu bwana. Mchezo wa fainali wa mkondo wa kwanza utafanyika kule Morocco, ambako Simba watakuwa wageni wa RS Berkane, na mchezo utapigwa tarehe 17 mwezi wa 5. Mchezo wa kwanza utapigwa kule nchini Morocco, na fainali ya pili itapigwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, na fainali ya pili itapigwa tarehe 25 mwezi wa 5 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo iko hivyo mara baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kutinga hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Tarehe iko hivyo, tarehe 17 mchezo wa kwanza wa fainali utapigwa kule Morocco, na mchezo wa pili utapigwa kwenye uwanja tarehe 25 ya mwezi wa 5. Kwa hiyo iko hivyo mara baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kutinga hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Tunafahamu pia Yanga alifanya hivyo 2022-23. Sasa wekundu wa Msimbazi Simba wamefanya hivi tena. Kwa hiyo unaweza kusema soka la Tanzania inaendelea kupiga hatua, hususan kwenye michuano hii ya kimataifa. Kwa hiyo iko hivyo mara baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kutinga hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika rasmi, Simba dhidi ya RS Berkane, na itaanza Morocco na itamalizwa uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo kongole ni nyingi sana kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, na tumeona namna ambavyo viongozi wengi wakiendelea kutoa pongezi kwa wekundu wa Msimbazi Simba kwa kile ambacho wamekifanya, lakini pia Daktari Rais Samia Suluhu Hassan yeye pia akiwa ni moja kati ya watu ambao wametoa kongole kwa wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya kutinga hatua ya fainali ya kombe hilo la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo kongole nyingi sana kwa wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya kufanya hivyo, na wanakwenda kukutana na RS Berkane kwenye fainali hiyo.
Unaweza ukasema soka letu limepiga hatua, uwekezaji mkubwa umefanyika. Afrika yote kwenye eneo la soka inajua kuhusu Tanzania. Simba ilitangulia kuonesha makali kwenye michuano hiyo kwenye baada ya kufika hatua za robo finali zaidi ya mara 5. Yanga ikajoin na kufika hadi finali. Hapa tulishaweka muhuri kama taifa kwa uwekezaji ambao klabu hizi mbili zimeufanya katika finali za CAF. Ni jambo linalostahili. Kule CAF Champions League bado tunahitaji kuongeza nguvu zaidi. Ndani ya miaka mitatu tumecheza robo finali 3 za ligi ya mabingwa na finali 2 za kombe la shirikisho. 2022-23 Yanga alicheza finali kwenye kombe la shirikisho, Simba akacheza robo finali kwenye kombe la klabu bingwa barani Afrika. 2023-24 Simba alicheza robo finali ya kombe la CAF Champions League, Yanga akacheza robo finali pia CAF Champions League. Kwa 2024-25 Simba anakwenda sasa kucheza hatua ya finali, na unaweza ukasema this is means Tanzania, kila mmoja anajivunia mafanikio. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.